Jeshi la Marekani limetekeleza mashambulizi mapya dhidi ya Iran kwa kulenga eneo la kijeshi katika mji wa kimkakati wa bandarini wa Bandar Abbas, hatua inayozidisha mvutano katika Mashariki ya Kati, wakati juhudi za kidiplomasia za kusitisha mapigano kati ya pande hizo mbili zikiwa katika hali tete. Mashambulizi hayo yaliyofanyika usiku wa kuamkia hii leo Alhamisi, Mei 28 mwaka 2026 yameibua hofu mpya ya kurejea kwa mapigano makubwa, huku tahadhari zikiongezeka kuhusu usalama wa njia muhimu za biashara ya mafuta duniani kupitia mlango wa bahari wa Hormuz. Kwa mujibu wa kamandi kuu ya jeshi la Marekani katika Mashariki ya Kati, vikosi vya Marekani vilifanya mashambulizi hayo baada ya kubaini kile walichodai kuwa ni maandalizi ya kijeshi ya Irani yaliyokuwa yakihatarisha usalama wa vikosi vya Marekani pamoja na meli za kimataifa zinazopita katika eneo hilo. CENTCOM ilisema eneo lililolengwa katika Bandari Abbas lilikuwa likijiandaa kurusha drones nyingine ya mashambulizi baada ya vikosi vya Marekani kudai kudungua drones 4 za Irani zilizokuwa zikionekana kama tishio kwa usalama. Hakika kwa milipuko mashariki mwa Bandar Abbas, ingawa mamlaka za Teherani hazikutoa taarifa za haraka kuhusu kiwango cha uharibifu au iwapo kulikuwa na vifo au majeruhi. Hata hivyo, vyombo vya dola vya Iran vilielezea mashambulizi hayo kama uchokozi wa wazi kutoka Marekani na hatua inayoweza kuhatarisha juhudi za kurejesha utulivu katika eneo hilo. Mashambulizi hayo yamekuja wakati ambapo Marekani na Irani zimekuwa katika kipindi kigumu cha usitishaji mapigano baada ya miezi kadhaa ya mapigano ya moja kwa moja na mashambulizi ya kulipizana kisasi. Vita hivyo vilisababisha athari kubwa kwa biashara ya kimataifa, hususan usafirishaji wa mafuta na bidhaa kupitia mlango wa Hormuz, ambapo mamia ya meli za biashara na mafuta zililazimika kubadili njia au kusimamisha safari kutokana na vitisho vya kiusalama. Katika taarifa yake, CENTCOM ilisisitiza kuwa mashambulizi hayo yalikuwa ya kujihami pekee na hayakulenga kuanzisha mashambulizi mapya dhidi ya Iran, bali kuzuia kile ilichokiita hatari ya karibu kwa wanajeshi wa Marekani walioko katika eneo hilo. Jeshi hilo lilieleza kuwa operesheni hizo zilifanyika kwa tahadhari kubwa ili kuepusha madhara kwa raia na kudumisha usitishaji mapigano uliopo. Hii ni mara ya pili ndani ya siku tatu kwa Marekani kufanya mashambulizi ndani ya Iran. Mapema wiki hii, Marekani ilithibitisha kutekeleza operesheni nyingine kusini mwa Iran, ambapo ilisema ililenga maeneo ya makombora pamoja na boti zilizokuwa zikidaiwa kuandaliwa kwa ajili ya kutega mabomu katika mlango wa bahari wa Hormuz. Washington imeendelea kusisitiza kuwa hatua zake ni sehemu ya kujilinda dhidi ya vitisho vya moja kwa moja kutoka kwa wanajeshi wa Iran. Kwa upande wake, Iran imelaani vikali mashambulizi hayo na kuyataja kuwa ukiukwaji mkubwa wa usitishaji mapigano. Imeonya kuwa haitakubali mashambulizi dhidi ya ardhi yake kupita bila majibu, huku viongozi wa kijeshi wakisema kuwa Iran ina uwezo wa kujibu kwa nguvu dhidi ya kile wanachokiita uchokozi wa Marekani. Kadri hali inavyoendelea kuwa tete, macho ya dunia sasa yanaelekezwa katika hatua zitakazochukuliwa na Iran na Marekani katika siku zijazo, huku hofu ikiongezeka kwa tukio lolote jipya linaweza kusababisha kuvunjika kabisa kwa usitishaji mapigano uliopo na kuirudisha Mashariki ya Kati katika mzunguko mpya wa vita na machafuko makubwa. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.